Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza matumizi ya teknolojia za kisasa katika kilimo, mifugo na uvuvi kwa lengo la kuongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula nchini. Waziri Mkuu amesema jitihada zinazofanywa katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi zinapaswa kuendelezwa kwa kutumia teknolojia na ubunifu ili kukuza uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Dr. Mwigulu ametoa wito huo mkoani Morogoro siku ya Jumanne Agosti 4 mwaka 2026 alipotembelea maonyesho ya wakulima, wavuvi na wafugaji 8 kanda ya Mashariki yanayofanyika mkoani Morogoro. Nimefurahishwa na kazi inayofanywa na wenzetu wa utafiti. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Hatuwezi. Hiyo wala hata tusijidanganye. Hatuwezi kufanya mageuzi bila utafiti. Na Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza ametoa uelekeo na amefanya kwa vitendo kwa kuongeza bajeti ya utafiti. Utafiti tena sio kijiwe. Utafiti sasa ni jambo ambalo ni kipaumbele ndani ya serikali, lakini na bajeti zimeonyesha hivyo. Tuendelee kuheshimu utafiti, tuongeze jitihada katika masuala ya utafiti, na tunaona mabadiliko ya hizi product za mazao mbalimbali baada ya kuwa utafiti umefanyika na umefuatiliwa. Kwa hiyo hili tuendelee kuona kama ni jambo la kila mmoja. Tutumie, tuwekeze kwenye tafiti, lakini tutumie matokeo ya tafiti ambazo zinapatikana. Lengo la mikakati hii ni kuhakikisha sekta ya kilimo kwa dhana pana inakuwa na tija zaidi na inazalisha ajira kwa vijana wa Kitanzania, wa kike na wa kiume, na kuweza kuongeza kipato. Mimi niliwahi kuongea siku moja na wazee fulani, wakaniambia haya mawazo ni mazuri sana, lakini hayataweza kutekelezwa na wazee, yanahitaji vijana. Matumizi ya drones zile, uwezo chukua wazee wetu ndo uambie walime kwa drones. Kwa vijana wasiendelee kuona kilimo ni shughuli ya wazee. No, wazee hawezi kufanya umwagiliaji kwa drones. Wazee hawawezi wakapeleka a certain product zao mojawapo, wakapeleka nchi ikawa world's largest exporter. Hiyo kasumba ya kuona labda shughuli inatakiwa ifanywe na wazee. La hasha, inatakiwa ifanywe na generation ya leo, tena ifanywe kwa njia za kisasa. Mimi nimemfurahia sana yule kijana ambaye ameweza kuonesha utajiri ulipo. Katika ziara hiyo, Waziri Mkuu ametembelea mabanda mbalimbali ya maonyesho ikiwemo banda la Bodi ya Sukari Tanzania ambako alijionea matumizi ya teknolojia ya ndege isiyo na rubani yani drone DJI Agras T50 inayotumika katika umwagiliaji na usambazaji wa mbolea kwenye mashamba ya miwa. Matumizi ya teknolojia hii yanapaswa kupewa kipaumbele katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji wa mazao hususan miwa na kuchangia upatikanaji wa sukari ya kutosha nchini. Ni teknolojia inayorahisisha mambo, itawafanya hata vijana wavutiwe na kilimo, amesema hivyo Dr. Mwigulu. Waziri Mkuu amemshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuongeza uwekezaji katika sekta ya kilimo na kuwezesha kuimarishwa kwa tafiti, matumizi ya teknolojia za kisasa na ongezeko la uzalishaji wenye tija kwa maendeleo ya taifa. Serikali itaendelea kutengeneza miundombinu. Tumeona matumizi ya gesi pale ambaye yanarahisisha shughuli ya uzalishaji. Maeneo mengine serikali itaendelea kuboresha sera zake ili kuweza kuhakikisha gharama za uzalishaji zinaendelea kushuka, ili wakulima ama wafugaji ama wavuvi waweze kupata tija kutokana na mazao yao. Moja ya sera hiyo ni
kutumia nishati ambayo kidogo ni nafuu ukilinganisha na nishati ghali. Mojawapo tumeona pale, mzee wetu yule pale ametuambia kwa kutumia gesi anatumia mitungi ambayo ni ya takriban 60,000, lakini kwa diesel ama petroli ilikuwa 300,000. Kwa hiyo pana saving hiyo ambayo tumeona inaweza ikaleta tija. Lakini pia serikali itaendelea kuwekeza kwenye miundombinu. Sasa hivi tunazifanyia maboresho barabara, lakini mmeona mchango wa reli yetu ya kisasa, lakini bado tuna mipango mingine ya kuweka expressway ambapo itaendelea kuunganisha Morogoro na maeneo mengine. Serikali itaendelea kuwa mshirika mkuu katika kuhakikisha sekta zetu hizi, kilimo, mifugo, uvuvi, biashara, uwekezaji, zinakuwa sekta zenye mchango mkubwa na kwa kweli zinaendelea kuchangia katika pato la taifa na inaendelea kuchangia katika vita dhidi ya umaskini, inaendelea kuchangia katika mapambano ya kukabiliana na kukosekana kwa ajira. Na hizi ndo sekta ambazo zitatufikisha ongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, punguza umaskini, lakini pia kutengeneza ajira. Hatuwezi tukawa na viwanda bila malighafi, na malighafi zenyewe lazima tuwe na malighafi ambazo zinafaa kuendesha hivyo viwanda na za kutosha. Kwa hiyo huu ni uelekeo sahihi, tuendelee kuongeza jitihada ili tuweze kufika hatua hiyo. Akiwa katika banda la jeshi la magereza pamoja na banda la halmashauri ya jiji la Tanga ambako amejionea mifumo ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe na wanyama wengine, Waziri Mkuu amesisitiza kuwa ufugaji wa kisasa ni muhimu katika kuongeza tija, kuboresha kipato cha wafugaji na kupunguza migogoro kati ya wakulima, wafugaji na wawekezaji. Akizungumza na viongozi baada ya kutembelea mabanda hayo, Waziri Mkuu amesema maonesho ya 8-8 si jukwaa la kuonyesha bidhaa pekee, bali ni sehemu ya kuonyesha utekelezaji wa shughuli halisi zinazofanywa na Watanzania katika maeneo yao. Maonesho yanafurahisha kwa kiasi kikubwa sana, na tutakapofikia mafanikio hayo makubwa sana tunayoyaona kwenye maonesho kwamba ndio standard ya maisha, ni hatua kubwa na nzuri. Tutakapofikia hapo, kwa kweli lengo la kufikia wastani wa pato la kila mtu haitakuwa tu wastani, itakuwa ni pato halisi, ameongeza Waziri Mkuu. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesisitiza matumizi ya nishati safi, hususan gesi asilia katika shughuli za kilimo na umwagiliaji ili kupunguza gharama za uzalishaji zinazotokana na matumizi ya mafuta, ambapo ameeleza kuwa serikali itaendelea kuboresha na kusambaza huduma ya nishati hiyo katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ufanisi katika uzalishaji. Vile vile, Waziri Mkuu alielekeza kuongezwa kwa uzalishaji wa mbegu bora za mazao, vifaranga bora pamoja na kuimarishwa kwa huduma za ugani ili kuongeza tija, kuboresha ubora wa mazao na bidhaa za mifugo na uvuvi, na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Tuendelee kuongeza tija katika uzalishaji kupitia matumizi ya mbegu bora za mifugo, mbegu bora za vifaranga, mbegu bora za mazao, teknolojia ya kisasa na huduma za ugani. Na ninyi huko ambao mpo kwenye na waziri wa TAMISEMI yuko hapa, na katibu mkuu mstaafu wa chama yuko hapa. Hata ninyi mlioko kwenye utumishi, someni vizuri sheria ya utumishi inasemaje. Sheria ya utumishi inataka tu uweke, tunaye gwiji hapa utumishi anajua. Usisubiri mpaka ustaafu ndio ufanye shughuli ya uzalishaji. Utakausha kiinua mgongo chako, kitaungua wiki hiyo,
alafu unaingia kwenye stress inayotaka kuweka wazi maslahi. Ni kuweka wazi maslahi ili uweze kufanya shughuli hizi ambazo wenzetu wanafanya vizuri zifanyike. Tunahitaji kwenda kwa spidi kubwa sana ili tuweze kufikia malengo haya. La pili, kukuza masoko ya biashara za mazao ya mifugo pamoja na uvuvi pamoja na kilimo, tukianza na soko la ndani pamoja na soko la kimataifa. Tunakuzaje? Lazima tuzingatie ubora wa hizo bidhaa. Tuendelee kuhamasisha uongezaji wa thamani na usindikaji wa mazao hayo ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu. Nchi yetu bado tuna maeneo ambayo tuna upotevu. Tukizalisha ziada kidogo tu tunaingia kwenye upotevu. Tunazalisha mananasi kidogo tunaingia kwenye upotevu. Kwa hiyo lazima tuendelee kuongeza kasi uongezaji wa thamani. Juzi nikiwa Dodoma, tulikuwa wote, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo, tulielezewa jinsi ambavyo wametoka kwenye upotevu kwenye zabibu baada ya kwenda kwenye teknolojia za kuongeza thamani. Wameondoka kwenye upotevu waliokuwa wanaupata. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linawezekana. Kadhalika, alielekeza sekta ya kilimo kuweka mkazo katika uhifadhi bora wa mazao baada ya mavuno ili kupunguza upotevu na kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa, huku akiwahimiza vijana kutumia fursa zilizopo katika sekta ya kilimo, akisema kilimo si shughuli ya wazee pekee, bali ni eneo lenye fursa kubwa za ajira, ubunifu na maendeleo ya kiuchumi. Nikiripoti, mimi ni Nasma Mayunga.